Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania, Faustin Mafwele, kuingia nchini humo. Si hatujapakia bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumekuwa tukisikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima. Lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi. Na kwenye mjadala wetu wa wiki tunaangazia soka, kwani wikendi hii pazia linashuka rasmi katika msimu wa ligi kuu ya England. Jinsi ambavyo Liverpool wanacheza kwenye mazingira ambayo kuna muda uelewi. Yaani kuna muda timu hata kutengeneza nafasi tu inakuwa ni shida. Alafu angalia namna ambavyo timu inaruhusu mabao. Kazi ya mwalimu ni kuisaidia timu kutoka nyuma, kutengeneza nafasi, kufika mbele. Kufunga magoli ni nyinyi wachezaji wenyewe. Viwanjani baada ya Arsenal kutoa ubingwa mahasimu wake wa London, Spurs na West Ham, nani atashuka daraja? Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako nami Leila Mohamed. Mawaziri wa mambo ya nje wanaoshiriki mkutano wa muungano wa kujihami NATO nchini Sweden wanajaribu kupata ufafanuzi kuhusu ahadi za kijeshi za Marekani barani Ulaya kufuatia Rais Donald Trump kutangaza kwamba atapeleka wanajeshi 5,000 nchini Poland. Tangazo hilo lilikuja baada ya Marekani kufuta zoezi kubwa la mafunzo ya kijeshi nchini Poland na pia kutangaza kuwa inawahamisha maelfu ya wanajeshi kutoka Ujerumani. Mabadiliko haya yamepokelewa kwa mtazamo chanya na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte, ingawa Sweden imekiri kuwa hali hiyo imeleta mkanganyiko. Norway imesisitiza kuwa unapaswa kuwepo mfumo au utaratibu wa wazi unaosimamia mabadiliko yoyote ili Ulaya iweze kujipanga ipasavyo pindi Marekani inapopunguza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Rais Trump kwa upande wake hajaficha kutoridhishwa kwake na NATO kutokana na kile anachokiona kuwa ni ukosefu wa msaada kuhusiana na vita vya Iran. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden, Mark Rutte ameelezea msimamo huo huku mjadala kuhusu mabadiliko ya ushirikiano wa kijeshi ukiendelea. The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO. Mwelekeo tulionao sasa ni wa kujenga Ulaya iliyo imara zaidi pamoja na NATO yenye nguvu zaidi, huku tukihakikisha kwamba hatua kwa hatua na kwa muda tunapunguza utegemezi wetu kwa mshiriki mmoja pekee, kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu, yaani Marekani. Aidha, hali hiyo itawapa wao pia nafasi na uwezo wa kuelekeza nguvu na vipaumbele vyao katika maeneo mengine ambayo nayo yanalingana na maslahi yetu ya pamoja. Mwelekeo huo utaendelea. Hata hivyo, bila shaka ninakaribisha kwa moyo mkunjufu tangazo lililotolewa jana. Shirika moja la haki za binadamu limesema kuwa watu 28 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani mapema wiki hii katika eneo la Kordofan magharibi mwa Sudan. Shirika hilo la mawakili la Sudan limesema kuwa makumi ya watu walijeruhiwa. Shirika hilo linatuhumu jeshi la Sudan kwa shambulio hilo lililotokea Jumanne ambalo lililenga na kupiga soko lenye shughuli nyingi za uuzaji wa chakula. Hata hivyo, jeshi hilo limekanusha madai hayo na limesema kuwa shambulio hilo lilipiga gari la kivita la kikosi cha kijeshi cha upinzani cha RSF bila kusababisha vifo vya raia. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa vifo nchini Sudan vinavyotokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani vimeongezeka mara 6 na kufikia 2,500 mwaka uliopita. Vita hivyo sasa vimeingia katika mwaka wake wa 4. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa mamlaka zitaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia ndugu wenye hasira kuchoma moto hospitali ambao ndugu yao alifariki. Wafanyakazi wa sekta ya afya walikataa kuutoa mwili kutoka katika kituo hicho kilichopo karibu na mji wa Bunia kutokana na hatari ya maambukizi. Therese Kaikwamba Wagner amesema kuwa ni muhimu watu kuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoambukizwa. This was an unfortunate incident. Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo, kama tulivyoona, mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia. Burials of deceased. Marekani imeweka vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania
Taarifa imeeleza kuwa uamuzi huo umetokana na taarifa za kuaminika zinazoonyesha kwamba kamishna mwandamizi msaidizi Faustin Jackson Mafwele anahusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Madai hayo yanahusishwa na kukamatwa na tuhuma za mateso pamoja na unyanyasaji wa kingono uliodaiwa kutokea mwezi Mei mwaka jana dhidi ya wanaharakati wawili wa haki za binadamu kutoka Afrika Mashariki. Wanaharakati hao walikwenda jijini Dar es Salaam kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Vikwazo hivyo vinamzuia Mafwele kuingia nchini Marekani wakati uchunguzi na uangalizi kuhusu rekodi za Tanzania ya haki za binadamu ukiendelea kuongezeka. Jimbo la Alberta nchini Canada litapiga kura mwezi Oktoba ili kuamua kama litabaki ndani ya nchi hiyo au lianzishe mchakato wa kisheria wa kufanyika kwa kura ya maoni yenye uzito wa kisheria kuhusu kujitenga. Hii ni mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jaribio kama hilo la umoja wa nchi hiyo kufanyika. Tangazo hilo limekuja baada ya ombi lililosainiwa na zaidi ya watu 300,000 wakiitaka Alberta ijitenge na Canada. Jimbo hilo lina utajiri mkubwa wa mafuta na kumekuwa na mvutano kati yake na serikali kuu mjini Ottawa kuhusu rasilimali za asili. Uchunguzi wa maoni ya umma unaonyesha kuwa wakazi wengi wa Alberta wangetaka kupiga kura ya kupinga kujitenga. Hatua yoyote kuelekea uhuru ingeweza kusababisha mazungumzo ya muda mrefu na serikali kuu ya nchi hiyo. Hii ni BBC. Shukran sana Leila Mohamed kutusomea taarifa ya habari kutoka studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka inakujia kwako kupitia FM na redio shirika mbalimbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia CGFM, Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, Abud FM, Loliondo FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na kama uko nchini Uganda, basi tutegee sikio kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga, lakini vile Radio Chitara. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM, Must FM, Pamoja FM ama Gulf Radio. Lakini wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi wanatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Vile matangazo haya yako kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili, na vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii watangazaji wako ni mimi Phyllis Mwate na Halima Nyanza. Karibu Halima. Asante sana Phils, na tuanze basi na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO ambayo imeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi daraja la hatari kubwa sana. Shirika hilo linaamini kuwa mlipuko wa sasa umesababisha vifo vya watu 177 huku karibu watu 750 wakiripotiwa kuambukizwa. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi. Vurugu ziliibuka jana katika hospitali iliyopo karibu na kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo, ambapo umati wa watu uliteketeza kwa moto mahema yaliyokuwa yakitumika kama wodi ya kuwatenga wagonjwa baada ya ndugu wa mwanaume aliyeshukiwa kufariki kutokana na Ebola kuzuiwa kuchukua mwili wake kwa ajili ya maziko. Waziri wa mambo ya nje nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mamlaka zinaongeza juhudi za kuelimisha jamii zilizoathiriwa na mlipuko wa Ebola kufuatia tukio la ndugu wenye hasira kuchoma moto hospitali ambapo mgonjwa wao alifariki. Wahudumu wa afya walikataa kutoa mwili huo kutoka katika kituo hicho kilicho karibu na mji wa Bunia kutokana na hofu ya uwezekano wa maambukizi. Therese Kaikwamba Wagner amesema ni muhimu kwa wananchi kuuelewa ugonjwa wa Ebola na namna unavyoenezwa. Waandishi wa habari wanasema kuwa ukosefu wa uelewa ni changamoto kubwa, kwani watu wengi wanaamini kuwa ugonjwa huo unasababishwa na uchawi. This was an unfortunate incident. Hili lilikuwa tukio la kusikitisha, lakini wakati huo huo, kama tulivyoona, mamlaka za Kongo zimekuwa zikiongeza uwezo wao katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo itaenda sambamba na kuimarishwa kwa shughuli za uhamasishaji ili kuhakikisha kuwa jamii ziko salama, zinaeleweka na kusikilizwa, pamoja na kupewa fursa ya kufanya maziko yenye heshima kwa waliofariki dunia. Hata hivyo, Waziri Therese amesisitiza kwamba mlipuko huo umedhibitiwa na hauleti tishio lolote la kimataifa. Umati wenye hasira umechoma moto hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kifo cha mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kinyume na taarifa za awali ya kwamba kuna wagonjwa waliojinusuru kufuatia hasira ya umma, maafisa wa afya sasa wanasema hakuna mgonjwa aliyetoroka kutoka hospitali ya Rwampara wakati wa vurugu hizo. Wafanyakazi wa hospitali hiyo kwa sasa wanalindwa na jeshi, huku polisi wakijaribu kurejesha hali ya utulivu. Benjamin Bainduka alikuwa na matarajio ya kuchukua mwili wa ndugu yake alipowasili hospitalini na kukuta tayari umechomwa moto. Kisha pale wajene wa mwingine wakatomboka sana, wasema they became angry, demanding to know why the young man had died. Walipatwa na hasira
kali wakitaka kufahamu sababu ya kifo cha kijana huyo, hali iliyosababisha vurugu kubwa, na hatimaye kijana huyo akateketeza kwa moto kituo cha matibabu kilichokuwa kimejengwa kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Ndani ya kituo hicho kulikuwamo na mwili wa ndugu yangu mwenyewe ambaye uliungua kiasi cha kutotambulika tena. Hadi sasa mwili wake bado umo humo, haujawahi hata kuwekwa kwenye jeneza wala kuzikwa. Nchi jirani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeripotiwa kisa kilichothibitishwa cha kifo nchini Uganda, ambapo mwanaume mmoja alifariki dunia baada ya kusafiri kutoka DRC. Maafisa wa afya wamesema kuwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuwa wa pili kuambukizwa Ebola nchini